Habari za wakati huu mtazamaji wa Nukta TV. Karibu katika Mseto Plus ya leo Mei 5, 2026. Ni dakika kadhaa tu za kutazama taarifa ya mseto kutoka pande tofauti za dunia. Na kuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma Hussein na mtayarishaji ni Goodluck Gustav. Rais wa Kenya William Ruto amesema biashara kati ya Tanzania na Kenya imefikia dola za Marekani milioni 860 mwaka 2025. Kiasi hicho ni zaidi ya shilingi trilioni 2.223, ikitarajiwa kuongezeka zaidi hadi kufikia dola za Marekani bilioni 1 mwishoni mwa mwaka huu. Ruto amesema hayo leo Mei 5, 2026 wakati akihutubia bunge la Tanzania katika ziara yake ya kikazi ya siku 2 nchini humo. Katika hotuba yake, Ruto amesema ukuaji huo wa biashara unaonyesha kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, uwekezaji na miundombinu. Aidha, amesema nchi hizo zinaendelea kuchukua hatua za kuondoa vikwazo vya biashara visivyo vya ushuru ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na kuongeza ushindani wa kiuchumi ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. All the outstanding non-tariff barriers between Kenya and Tanzania, and they are about 20 something. We've told them by the end of this month they must meet and clear all non-tariff barriers. We want to streamline. Najua pale 2024 biashara yetu ilikuwa imefika $950 million. Lakini mwaka wa 2025 ilirudi nyuma to 860. We lost almost $100 million of business between Tanzania and Kenya. Kwa sababu tuko na watu wajeuri na kiburi mingi pale kwa boda. Wewe Tanzania unaenda wapi? Wewe Mkenya unaenda wapi? Watu bure sana. Wametuharibia biashara. Ruto pia ameeleza kuwa ushirikiano huo utafungua zaidi fursa za uwekezaji, ajira na ukuaji wa viwanda, huku akisisitiza umuhimu wa kuifanya Afrika Mashariki kuwa soko lenye nguvu kupitia biashara ya kikanda. Wadaiwa wa kodi ya pango la ardhi mkoani Dodoma wamepewa siku 14 kuhakikisha wanalipa madeni yao, huku serikali ikionya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaoshindwa kutekeleza wajibu huo ndani ya muda uliopangwa. Kauli hiyo imetolewa leo Mei 5, 2026 jijini Dodoma na kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dodoma Geoffrey Mwamsojo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwenendo wa ukusanyaji wa mapato ya kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mwamsojo amesema ofisi yake imeanza kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha ukusanyaji wa kodi hiyo unafikia malengo yaliyowekwa na serikali, akieleza kuwa wadaiwa wote wanatakiwa kulipa ndani ya siku 14 tangu kupokea ankara au taarifa rasmi ya madai. Ameonya kuwa watakaoshindwa kulipa ndani ya muda huo watachukuliwa hatua mbalimbali za kisheria ikiwemo kufikishwa mahakamani, kutozwa adhabu pamoja na kufutiwa umiliki wa ardhi husika. Kwa mujibu wa Mwamsojo, hadi sasa mkoa wa Dodoma umekusanya shilingi bilioni 17.5 kati ya lengo la shilingi bilioni 23 sawa na 76.5% ya makusanyo yaliyokusudiwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Amesema pamoja na mafanikio yaliyofikiwa katika ukusanyaji wa mapato hayo, bado kuna umuhimu wa kuongeza juhudi ili kufikia malengo ya ukusanyaji kwa 100% kabla ya mwisho wa mwaka wa fedha. Na kwa upande wa kimataifa, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani yanaendelea kuyumba huku mvutano ukiongezeka kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Mvutano huo umeongezeka baada ya pande zote mbili kuanzisha mashambulizi mapya katika eneo hilo lenye umuhimu mkubwa kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Jeshi la Marekani limedai kuharibu takriban boti ndogo 6 za Iran pamoja na kudungua makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yamekuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuamuru kupelekwa kwa meli za kijeshi kwa lengo la kusindikiza meli za mafuta zilizokwama katika mlango huo, operesheni aliyoiita operesheni ya ukombozi. Kwa upande wake, Iran ilianzisha mashambulizi ya makombora ya drone dhidi ya maeneo mbalimbali ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwemo bandari muhimu ya mafuta ya Fujairah. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa maafisa wa jeshi wamethibitisha kutekeleza mashambulizi hayo, wakisema ni hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani. Na huu ndio mwisho wa Mseto Plus ya leo Mei 5, 2026. Nilikuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma Hussein. Mtayarishaji si mwingine ni Goodluck Gustav. Endelea kufuatilia Nukta TV.